Jinsi ya kuharakisha mafanikio yako, yaani jinsi ya kuharakisha mafanikio yako. Leo nimekuletea njia mbili za kutumia ili uweze kuharakisha mafanikio yako. Jina langu ni Mwiko Kalaba. Jambo la kwanza la kufanya, usijipe jibu la hapana kabla hujaanza kufanya jambo lolote lile. Yaani usijipe jibu la hapana kabla hujaanza kufanya jambo lolote lile katika maisha yako. Kuna watu ambao wameshindwa kufanikiwa au hawatakuja kufanikiwa kutokana na hali zao za kutoa jibu la hapana kabla hawajaanza kufanya mambo. Mfano, mtu anataka afanye biashara lakini mwenyewe anahitimisha mwanzoni kabisa kwamba nikifanya biashara hii sitafanikiwa, biashara hii nikifanya sitafaulu, wala nikifanya jambo hili halitafanikiwa. Kumbuka, uzima na mauti vipo katika ulimi wako. Chochote unachoweza kukitamka kinaweza kuenda hivyo hivyo katika maisha yako. Na kama umeamua ndani yako, ndani ya nafsi yako kusema jambo hili nikilifanya halitafanikiwa, mara nyingi jambo hilo halitafanikiwa au haliwezi kufanikiwa. Sasa ukiwa na mtazamo ya hivyo, kila wakati, kila mara unapotaka kuanza jambo, unahitimisha kwamba jambo hili halitakufanikiwa, kweli itakuwa vigumu mno kuweza kufanikisha iwe malengo yako, iwe ndoto yako. Mfano mwingine ni mtu ambaye anajua anataka kuomba msaada, lakini kabla hajaenda kuona yule mtu ambaye anatakiwa kumomba msaada, anaamua tu kumalizia kwamba hata nisaidia kabla hajaenda kumwangalia. Kupitia kinywa chako unaweza kufunga mlango wa mafanikio yako, au kupitia kinywa chako unaweza kufungula mlango wa mafanikio yako. Ni kutokana na kuamini kwako, na kutokana na vile unavyoongea, na kutokana na mitazamo yako. Maana ukiwa mtu wa kutaka kufanya jambo unajua kama naweza kulifanya katika hili nimefanikiwa, mara nyingi unajikuta umefanikiwa katika vitu ambavyo hata ni vikubwa, lakini unafaulu ndani yavyo. Kwa hiyo ukitaka kuharakisha mafanikio yako, badili namna unavyoongea, kauli zako, namna vile unavyotazamia mambo. Usijipe jibu la hapana kabla hujafanya. Unataka anza biashara, anza. Ukafeli, jifunze kupitia kufeli kwako. Maana kufeli sio mwisho, ni ukurasa mpya ambao unaoanza. Kwa hiyo usijipe jibu la hapana kabla hujaanza kufanya jambo lolote katika maisha yako. Jambo la pili la kuharakisha mafanikio yako ni kuanza na kile ulicho nacho. Walio wengi wameshindwa kufanikiwa, na walio wengi watabaki kuwa maskini kutokana na kosa hili ambalo kila mara wanalifanya bila kujua kwamba ni kosa. Watu wengi wameshindwa kufanikiwa, kufanikisha malengo yao, kufikia ndoto zao, kuweza kuziishi, sio kwa sababu ya kukosa vitu vya kuwawezesha kufika huko sehemu watakao kufika, lakini ni kutokana na kudharau vile vitu walivyokuwa navyo kwa wakati ule. Yao namkuta mtu anadharau kile alicho nacho. Na ukumbuke siku zote katika vitabu takatifu vinasema hivi: anayekuwa mwaminifu katika mambo madogo atakuwa mwaminifu katika mambo makubwa. Kwa hiyo ikiwa unadharau mambo madogo ulionao kwa sasa, hata makubwa hayawezi kukujia. Sijui una dola 50, yani $50, lakini unataka ufikize dola 1000 ndipo uweze kuanza biashara. Hapo inawezekana usije kuanza biashara kwenye maisha yako. Una dola 50, yani $50, anza na hiyo kwenye hiyo biashara. Alafu pesa zingine zitakujia taratibu, na wala sio kusema kwamba kutokana na kidogo ulichonacho mara moja unaamua kukiweka, lakini usiweze kufanya nini, kuchukua hatua ya kuwekeza kwenye biashara. Hiyo hali itatuma usifikie malengo yako au ndoto zako. Una ndoto, basi
anza na kile ulicho nacho, chukua hatua. Kama una $50, basi itumie ile $50 kutafuta $1000 ambayo unahitaji. Lakini usiweze kubaki hapo ukiwa unasubiria kwamba unasubiri vitu vikubwa ndipo uweze kuanza, unasubiria msaada fulani ndipo uweze kuanza. Hapana, ukiwa mtu wa hivyo, manake umaskini utabaki kwako milele na milele daima. Niambie nini ambacho umejifunza katika video hii, na pia nitaweza kufurahia. Na unaweza kumtumia mtu hii video, aidha rafiki yako, aidha kwenye magrupu mbalimbali, ili nao waweze kupata kujifunza. Kumbuka, ndoto yako inawezekana.